Nafikiri moja kati ya kitu ambacho kilinifanya nikaupenda mpira ni namna ambavyo Ali Shaban Kamwe kipindi alikuwa mchambuzi wa Azam TV pale. Kulikuwa na utatu ambao unaundwa na James Samuel, Hashim Muibwe, and then unakutana na Ali Shaban Kamwe. Alafu ukirudi hapo unakutana na kina Ali Mayai Tembele, asema legendary hapo. Sasa kitu ambacho kwa nakipenda kutoka kwao ni namna ambavyo walikuwa superbu sana kwenye kudadavua mpira. Na moja kati ya watu ambao mimi binafsi walinishawishi kuupenda uchambuzi ni Ali Kamwe pamoja na James Samuel. Najua sifa ya wachambuzi wa zamani kidogo wa nyuma hapa kidogo ni kwamba linapotokea tatizo au jambo, kwa mfano kitu ambacho kinaikumba Simba kwa hivi sasa, atakupa faida na madhara, and then anakuachia lumu ya wewe kuchagua uende kwenye hasara au faida. Mfano, kuna nyakati maneno yameanza kuibuka ni wakati sahihi wa Simba kumwamini Selemani Matola kuwa kocha mkuu. Sasa kwa mchambuzi wa zamani, sasa hao ndio wenye ubongo wa mpira, achana na wachambuzi wa sasa hivi. Atakupa faida ya Selemani Matola kuaminiwa kuwa kocha mkuu, kwa maana msimu uliopita alikuwa sehemu ya benchi la Simba. Kwenye pre-season alikuwepo. Kwa hiyo kwa asilimia kadhaa amehusika sana kwenye usajili na maandalizi ya timu kuelekea msimu. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini madhara ama nyakati mbaya ambazo unaweza ukazikuta kwa Selemani Matola pale utakapomwamini kuwa kocha mkuu ni kwamba CV yake inawezekana ikawa inamwangusha.